Ase wanayanga wa Tanzania, watu wa mpira, niko hapa kama Baraka Yanga. Tumefanikiwa kufika Tabora salama. Tumetoka jana jioni saa 12, tumefika hapa mida saa 1 asubuhi. Safari yetu ilikuwa nzuri, tunamshukuru Mungu. Lakini kusema la kweli, badala ya kuamka asubuhi ya leo, tumesikia vitu ambavyo kiukweli wanayanga vimetukera, kiukweli wanayanga vimetusikitisha, kiukweli wanayanga vimetuumiza. Kwa sababu unapozungumzia Yanga, Yanga ni familia. Unapozungumzia Yanga, Yanga zinateka hisia za watu. Unazungumzia Yanga, Yanga ni taasisi. Tumeona vitu viwili ambavyo vimetuumiza. Nikianzia na kitu kimoja kutoka kwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kiukweli jambo ambalo amelifanya sio zuri, amewakosea sana wana Young Africans. Mkuu wa mkoa ambao unaongoza, umepewa mamlaka, upo kama mwakilishi wa rais katika mkoa husika, upo kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye mkoa husika. Sawa, unaongoza watu ambao ni washabiki wa timu tofauti tofauti. Unapoonesha dharau kwa timu moja ambayo ni kubwa katika nchi husika na kuonesha mapenzi yako kwa timu fulani, sawa, maana yake ni dharau. Mkuu wa mkoa leo asubuhi ametoka hadharani akasema haiofii Young Africans, lakini anaiofia Simba Sports Club. Hiyo ni dharau kwetu, kwa sababu yeye anahitaji kutumia mwamvuli wa mkuu wa mkoa watu wa mheshimu, lakini anashindwa kutumia mwamvuli wake wa ukuu wa mkoa kujiheshimu na kujua kwamba mimi sauti yangu ina mamlaka, sauti yangu inasikilizwa, sauti yangu inatakiwa iwe ya usawa. Sasa yeye anashindwa kutuheshimu Young Africans, afu anahitaji sisi tumheshimu. Young Africans hatuna kawaida ya kumvunjia mtu heshima, lakini unapokosea huwa tuna kawaida ya kukwambia hili umetukosea. Sawa? Hili umetukosea sana, umeonesha dharau kwa uongozi wetu, umeonesha dharau kwa wanayanga, umeonesha dharau kwa mashabiki, umeonesha dharau kwa timu yetu. Sisi hatuwezi kuvumilia. Alafu dada yako Christina Mwagala, msemaji wa Tabora, anatoka hadharani, anakuja kukutetea kwa kauli za kujaribu kumchonganisha Ally Kamwe na serikali, Ally Kamwe na TFF, Ally Kamwe na bodi ya ligi. Huyu Ally Kamwe amewakosea nini? Dada yangu Christina Mwagala, shida yako ni nini? Umemsakama sana Ally Kamwe vya kutosha. Hebu tunaomba utueleze sasa, ni kitu gani ambacho unakihitaji kutoka kwa Ally Kamwe? Unahitaji roho yake? Mafanikio ya Ally Kamwe yanakuumiza? Wivu wa mtoto wa kike unakusumbua? Kama unaona labda unamuonea wivu sana mafanikio yake na wewe unataka yale mafanikio, basi kubali hata kuolewa mke wa pili ukashiriki mafanikio ya Ally Kamwe, kwa sababu unachofanya ni kukosea Ally Kamwe. Unamchonganisha na watu na kiuhalisia sio kweli. Na wewe kumbuka ni mwandishi wa habari, wewe kumbuka ni msemaji. Ukiwa msemaji maana yake nini? Inabidi ufate kanuni na taratibu, pia uwe na taratibu ya kulinda wenzako. Lakini wewe umekuwa wa kwanza kumpiga madongo mwenzako, umekuwa wa kwanza kumpalia makaa mwenzako. Sasa shida yako nini dada? Mbona unataka kuingiza uadui? Sisi mbona hatuna shida na wewe Christina Mwagala? Hatuna shida na wewe dada. Kama unatafuta kiki kupitia Young Africans, sisi kiki kweli tutakupa, lakini ukweli nao utaupata. Sawa? Ni muda wa kufocus na familia yako, ni muda wa kufocus na timu yako, ni muda wa kulea watoto wako. Ushakuwa mama, ushakuwa mshangazi sasa hivi Christina Mwagala, inabidi ufocus na timu yako. Si umeelewa? Mambo ya kuingilia Young Africans kiasi cha kwamba mpaka unakuwa na interest binafsi kwa mtu, unaonesha chuki za wazi kwa msemaji wetu, sisi hatufurahishi nalo. Yeye anaweza asiongea, sisi tunaongea kwa sababu tunaweza kukwambia. Si umeelewa? Dada, mpira kama umekushinda, watu watafuti kiki kwa staili hiyo. Kuna kazi nyingi za kufanya, unaweza ukapika majungu, wakina Shishifudi wanapika majungu. Wakina Shabuete wanapika majungu. Nenda kwa Shishifudi dadangu pale ukapike majungu. Lakini kama mpira unaona kuleta mipasho kwenye mpira, kuleta umbea, uchonganishi kwenye mpira, unahisi ni afya, hapo unakosea. Unamchonganisha, unaongea vitu vya ajabu kwa msemaji wetu. Mbona Ally Kamwe mnamsakama? Amewakosea nini? Sio TFF, sio bodi ya ligi. Sio wewe Christina Mwagala. Shida ni nini? Hebu tuelezeni. Ana mafanikio sana, anawaumiza sana, anawakera sana, lakini hiyo ni kumkosea heshima. Yule ni mtu mzima, yule ana fan base yake, ana familia. Si umeelewa? Mnataka mumharibie ugali kwa makusudi au? Haya, mkalishe familia yake.
Yani tangu Alikamwe atangaze kumjengea mama yake nyumba waoneshe, basi imekuwa ni masukuduku, mauchuki yamejazana, nyinyi ya ligi, TFF. Yani tunaona vitu vya kusakama, vitu vinafanywa na watu wengine vinaonekana kawaida. Akifanya Alikamwe shida. Mbona mnamsakama kijana wa watu? Alipojitafuta mpaka akajipata, akafika pale alipo. Nyinyi mnajua aliyoyapitia. Amefika katika kazi yake. Sawa? Anaitendea haki kazi yake, klabu yake inanufaika. Sawa, washabiki wanamfurahia, watu wa mpira wanampenda. Nyinyi mmekuwa mnaongoza kumchafua. Christina Mwagala, kazi zipo nyingi, sio kudili na Alikamwe. Au unampenda? Tuambie, toka hadharani sema nampenda Alikamwe. Sio shida, lakini sio kumnesemea, kwa sababu tunaelewa sometimes mwanamke naye akiwa anakupenda ana develop chuki juu yako. Sawa, anaanzisha tu chuki zisizokuwa na msingi. Tueleze kama unamkubali, sababu unachofanya hatukuelewi. Yani unaonesha chuki za waziwazi na kumchonganisha. Afu mimi nasema ukweli. Kweli bodi ya ligi imeshindwa kuongoza mpira wetu. Mpira wetu sasa hivi umekuwa mipasho, mpira wetu sasa hivi umekuwa wa mambo ya ajabu. Chuki zimetawala kwenye mpira wetu. Haya yote mnasababisha nyinyi bodi ya ligi. Jiuzuruni. Watu hao wanapataje nguvu? Wanapata nguvu kwa sababu ya nyinyi kuwa hamna uimara. Ndio maana kila mtu anajiongelea tu. Maadili yanapotea kweli. Dada anaongea vitu wazifu kama vile amechukuliwa mume. Dada yangu, hapana, hatuendi hivyo kwenye mpira. Sisi tunataniana, tunapiga story, tunaongelea mpira, lakini sio hivyo. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa tunakuomba pia. Sawa? Tunakuheshimu kama mkuu wa mkoa wetu, tunakuheshimu kama mwenyeji wetu, ila tunaomba, umeamua kwa kufanya kazi ya mheshimiwa rais, kuwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika mkoa husika, basi tunakuomba kweli ufanye hiyo kazi na uifanye kwa usawa. Ila ukivunjia watu heshima na watu watakuvunjia, msitafute sababu za kuichonganisha Young Africans na watu. Tulionaye anatutosha, msitulimbikizie mingine.